hili. Tuanzie uchambuzi wetu nchini Tanzania ambako polisi wameimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hususan katika miji mikubwa ya Dar es Salaam, Arusha na Dodoma kutokana na hofu ya kufanyika maandamano yaliyopangwa hii leo ikiwa ni siku ya sherehe za Sabasaba. Moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu Florence Majani akiwa huko Dar es Salaam. Florence, kama unanisikia, hali jumla ikoje kwa sasa? Asante sana Bakari. Hali jumla kwa kweli hapa jijini Dar es Salaam nikianzia, kumekuwa na ukimya wa hali ya juu tofauti na ilivyo ada. Kwa kawaida kwa wakati wa sikukuu za maonyesho ya Sabasaba ya kibiashara ambayo ni ya kimataifa, kumekuwa na shamra za hapa na pale, usafiri ukiwa umesheheni watu, mamia ya watu kwa makundi, hasa watoto wakielekea kule maeneo ambako yanafanyika haya maonyesho. Lakini safari hii kumekuwa na utulivu wa hali ya juu, hamna usafiri kama ilivyo ada. Kuanzia mida ya saa 12 kwa kawaida jiji la Dar es Salaam huwa tayari mabasi ya abiria na mabasi ya mwendo kasi yanakuwa tayari yanafanya shughuli zake, tayari kumeshachangamka. Lakini leo kumekuwa na ukimya maeneo kama ya Kimara, Temeke, Tazara, maeneo ya makutano ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini maeneo ya Mwenge ambako pia kuna makutano ya Mwenge kwenda mjini kwa maana ya Kariakoo na kwenda Tabata na kwenda Msasani, kote hali imekuwa kimya sana. Lakini pia kumekuwa na wingi wa walinda usalama, vyombo vya usalama vikiwa vimekaa katika maeneo ya makutano ya barabara nyingi, barabara ya mwendo barabara ya kuu ya Sam Nujoma, lakini pia barabara kuu ya Mandela, lakini barabara kuu hii ya Ali Hassan Mwinyi pia kumekuwa na vyombo vya usalama. Ndio Florence, kama unavyotueleza hapo Dar es Salaam, je, umepata taarifa katika maeneo mengine ya nchi kama Arusha, Dodoma, vipi na huko hali ikoje? Nimejaribu kufanya review na huko na nimebaini kwamba katika mikoa ya Mwanza, Dodoma, Arusha na kwenyewe wafanya biashara wengi wamegoma kutoka kufanya biashara zao za kawaida. Wachache wanatoka mmoja, lakini ni kama wanategea ufike muda fulani waangalie wenzao wanafanya nini na wenyewe wafungue. Hali kadhalika wananchi wa kawaida na wenyewe wanapita kuchungulia hali ikoje, ndio mtu anatoka. Kwa hiyo wingi wa watu barabarani umepungua tofauti na ilivyo kawaida. Maduka ya biashara, masoko waliokuwa wanauza genge, kama unavyojua mikoani maeneo ya masoko ndio kunakuwa kumechangamka. Leo naambiwa hakuna watu katika hayo maeneo. Vile mikoa ya Kilimanjaro na Mara pia naambiwa hali ni kama hivyo. Watu ni wachache sana barabarani. Sasa Florence, hatua hii ya watu kutojitokeza katika maandamano, pengine tunaweza kusema inachochewa na hofu baada ya kushuhudiwa kwa vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana? Hakika Bakari, kwa sababu wengi ambao nimepita nikiwahoji huko mitaani katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, wengi wanasema hawajapata tishio lolote, lakini yale yaliyotokea mwaka jana yanawafanya wasite kutoka nje, wasite kuachia familia zao nje. Na kimsingi wengi jana jioni walikuwa wako katika harakati za kiasi kikubwa sana za manunuzi ya bidhaa muhimu kama mchele, sukari, maharage, mafuta ya kupikia, vyakula vya watoto mpaka dawa. Lakini wengi wanasema kwamba wanahofia yasije kawakuta yale yaliyotokea Oktoba 28, 29. Kwa hivyo wamejihami. Kwa hivyo hata hiki kinachoendelea leo ni ile hofu yaliyotokea mwaka jana. Waswahili wanasema mwenye kumwa na nyoka akiona jani ushtuka. Ndio, bila shaka. Sasa kwa uchache kabisa, je, sherehe hizo zinafanyikaje katika mazingira haya watu wakiwa wamejifungia ndani? Kimsingi eneo la maonyesho ya Sabasaba ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba leo sio kama ambavyo yalitarajiwa kuwa. Mara nyingi haya yanakuwa ni maonyesho ambayo watu huenda kwanza kifamilia. Familia inakwenda kujionea bidhaa mbalimbali, kujionea burudani zinazotolewa pale, lakini zaidi ya yote kununua kile wanachoweza. Leo naam, Florence, muda hatunao. Nashukuru sana kwa taarifa zote hizo. Bila shaka utaendelea kufuatilia na utatujuza baadaye katika matangazo yetu ya jioni, ama hata baadaye kama kutakuwa na jambo kubwa ambalo litatokea huko. Shukran sana. Hakika, asante sana.
Na moja kwa moja basi tukitoka huko Tanzania sasa tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambako pia hali ni ya wasiwasi kufuatia uwezekano wa kufanyika maandamano katika siku hii ya Sabasaba. Polisi wameimarisha usalama na kupiga marufuku maandamano yoyote. Muda mfupi uliopita nilizungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu Thelma Mwadzaya akiwa Nairobi, na kwanza nilitaka kufahamu hali ilivyo kwa sasa katika jiji hilo la Nairobi. Hali ni tulivu. Wale ambao walisema wanataka kuandamana hawakufanikiwa kwa sababu polisi walisema hawajapata notisi yoyote ya watu ambao wanataka kuandamana. Kwa hivyo wakasema maandamano yoyote yale yanakiuka sheria na ni hatia kuhusika kwenye maandamano yale. Kwa hivyo walijaribu kujitokea, walikuwa watoke Jivanjii, uwanja wa Jivanjii kuelekea bungeni ili kuwasilisha malalamiko yao, lakini mpaka sasa hilo halijafanikiwa kwa sababu polisi wameweka vizuizi kila mahali, wameziba sehemu za baadhi ya barabara ya miji hasa inayoelekea bungeni na kuelekea kwenye ikulu. Kwa hivyo maandamano hayajafanyika, lakini kuna baadhi wamejitokeza lakini hawajaweza kufika katika majengo ya bunge hapa jiji la Nairobi. Na pia magari yanayoingia katikati ya jiji yamekuwa yakifanywa ukaguzi wa ziada ili ndio yaweze kuruhusiwa kuingia katika. Kwa hivyo baadhi ya sehemu ni tupu na maandamano hayajafanyika. Na kuna ripoti za maafisa wa polisi kumwagwa mitaani kama ulivyosema katika miji mikubwa kama vile Kitengela, Mlolongo, Rongai, Githurai na kwengineko. Hakuna taarifa zozote za vurugu ambazo zimeripotiwa maeneo hayo? Vurugu hazijatokea bado, lakini maafisa wa usalama wanapiga doria, wako kwa wingi, wako kwenye sehemu nyingi kama zitaja maeneo hayo, na pia maafisa wa polisi wako kwenye maeneo mengine, miji mingine kama vile Nakuru, kama vile Mombasa walijaribu kidogo kujitokeza kwenda kuandamana, lakini hawakufanya vurugu zozote. Walitoka nje wakaweza kukusanyika pale, wakatembea, na polisi walikuwa pale pale wakipiga doria na walikuwa wanajaribu kuleta vurugu. Maandamano kwa kiasi kidogo tu kule Mombasa watu ambao walijitokeza. Na Wakenya wamekuwa wakitaka mabadiliko na kudai vitu mbalimbali. Sasa kwa mara hii watu waliokuwa wamepanga kuandamana wanadai nini hasa? Waliopanga kuandamana wanachokidai sasa hivi kwamba wanataka uongozi bora, wanataka yale mauaji holela yakomeshwe kabisa, na baadhi ya watu kupotea bila sababu ya msingi pia wanataka hilo lipotee. Alafu ukumbuka kuna wale ambao walipoteza maisha yao, walipata majeraha wakati ya tarehe 25 mwezi Juni. Nao pia wanadai fidia. Serikali inalifanyia kazi na imetangaza kwamba watapawa fidia. Mchakato unaendelea, lakini wao wanahisi kasi yake ni ndogo, inasuasua. Kwa hivyo wanashinikiza ile shughuli ikamilike kwa haraka zaidi, na pia wawe na uhuru wa kuweza kujieleza kila wanapotaka. Ndicho wanachokidai sasa hivi, tofauti na maandamano ya Sabasaba ambayo yamekuwa yakifanyika awali ya kudai demokrasia na siasa za ushirikishwaji wa vyama vingi. Sasa hivi wanachokidai sasa hivi waandamanaji ni wanataka uongozi bora, na wanataka uhuru, na wanataka kwamba masuala ya uchumi pia yaweze kufanywa kazi, watu waweze kuwa na kazi, waweze kuwa na pesa mifukoni, manake hali imekuwa ngumu kiuchumi. Na Thelma, kwa uchache kabisa, vipi watu wamejitokeza kuhudhuria sherehe hiyo ya Sabasaba? Manake serikali inasisitiza leo ni siku ya kawaida ya kazi, sio siku ya mapumziko. Japo wanaharakati wanasema kwamba leo ni siku ambayo wanaandamana kazi. Kwa hivyo waliojitokeza ni wachache, manake watakuwa na hofu kutokea vurugu. Kwa hivyo wengi shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini idadi ya watu katika sehemu za biashara imepungua kuliko ile kawaida. Ni mwandishi wetu akiwa huko Nairobi, Thelma Mwadzaya, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Lakini taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba watu 7 wamekamatwa katika barabara ya Wabera huko jijini Nairobi.